tarehe 6 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 tumekutana kwenye mahakama hii ya wilaya ya Bunda kwa ajili ya kesi ya jinai namba 21 ya mwaka 2026 ambayo inamkabili Yohana Lugembe Kaunya na wenzake wengine 20. Na wote mtafahamu kwamba Kaunya amekuwa ni mshtakiwa kwenye kesi hii, lakini pia alikuwa ni katibu mkuu mstaafu wa baraza la vijana wa Chadema Taifa. Sasa katika shauri hili kwa jopo la mawakili ambao tuna wakilisha washtakiwa wote kwa mgawanyo ambao tunasema, na jopo letu linaongozwa na wakili Dickson Matata, kwa maana ya yeye alikuwa anasimamia na wakilisha mshtakiwa wa kwanza mpaka mshtakiwa wa 5, lakini pia wakili senior Alex Masaba na yeye pia alikuwa anawakilisha mshtakiwa kuanzia wa 6 mpaka mshtakiwa wa 10, lakini pia wakili Alois Kitanus yeye alikuwa anawakilisha kuanzia mshtakiwa wa 11 mpaka wa 15, na mimi Deogratius Mahinyila nilikuwa nawakilisha washtakiwa kuanzia wa 16 mpaka wa 21. Sasa kesi hii inawakabili washtakiwa ambao nimesema inajumlisha makosa 10. Washtakiwa wote kwa ujumla isipokuwa mshtakiwa mmoja tu, yeye ndo anayeshtakiwa kwa kosa moja la kumshambulia askari mmoja wa polisi, lakini kwa makosa yote 9 ni makosa ambayo yanawahusu washtakiwa wote 21 kwenye kesi hii. Na miongoni mwa makosa wanayoshtakiwa nayo ni kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha, kosa la kuchoma majengo mbalimbali moto, na mambo haya yote yanadaiwa kwamba yalifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwa hiyo kesi hii ilishaanza kusikilizwa na leo tulikuwa tunawasikiliza mashahidi wawili. Mpaka sasa mashahidi waliokuja kutoa ushahidi wako mashahidi 5, lakini siku ya leo tuliosikiliza wawili ndio wamefanya jumla kuu ya mashahidi kuwa 5. Na kwa kifupi mashahidi wote tuliowasikiliza leo ni maaskari polisi ambao wenyewe walikuwa wanaeleza namna ambavyo hayo matukio yamefanyika, lakini kwa kifupi ambacho tunaweza kukisema kuhusu ushahidi wao, kwanza wamekuwa wakizungumza kitu kinachoitwa maandamano, lakini hawayazungumzia hayo maandamano yalikuwa ni maandamano ya watu walikuwa wakitokea wapi, wakielekea wapi, ni miongoni mwa vitu ambavyo wamekuwa wakisema. Lakini pia katika mashahidi wote waliotoa ushahidi leo, watu ambao wamewataja kwamba waliwaona ni watu 3 kati ya watu 21. Kwa hiyo ushahidi ulikuwa unahusiana na watu 3. Sasa hoja ya kwamba hao watu 3 waliowataja wako mahakamani au hawako mahakamani au walifanya au kufanya, ni jambo ambalo mawakili tumefanya kazi ya kuwahoji kwenye maeneo hayo, na mahakama itakuja kutolea ufafanuzi wa shauri hili. Kwa kifupi, kesi hii ilipangwa kusikilizwa kwa tarehe zilizoongozana, na tutaendelea tena siku ya Jumatatu, kwa sababu kwa mujibu wa maelezo ya upande wa mashtaka walisema wanao mashahidi takriban 41, na sasa hivi tumeshasikiliza shahidi 5. Kwa siku ya Jumatatu tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2026 kesi itaendelea hapa mahakama ya wilaya ya Bunda kuja kuendelea kuwasikiliza mashahidi wengine, na sisi tutaendelea kuwepo kutoa uwakilishi wetu kwa wateja wetu hadi hapo mashahidi wengine watakapoisha, na ili tuiache mahakama iweze kutoa uamuzi wake kuhusu mashtaka haya ambayo yanawakabili hao wateja wetu ambao nimewasema. Nafikiri kwa leo na kwa sasa inatosha, labda kama kuna swali kwa upande wa watetezi, kuna mashahidi wote ambao wanatarajiwa kuwa miongoni mwa hii kesi? Yes, ni jambo la kawaida. Kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, Criminal Procedure Act yenyewe inasema, ukisoma kifungu cha 230 na kifungu cha 231, hizi kesi huwa zina hatua inaanza upande wa jamhuri, wanaleta mashahidi wao, wakimaliza mahakama itafanya zoezi moja la aidha kuwakuta washtakiwa wana kesi ya kujibu au hawana kesi ya kujibu. Kwa hiyo sisi baada ya kusikiliza ushahidi wao wote upande wa mashtaka, wakishafunga na mahakama sasa ikisema washtakiwa wana kesi ya kujibu wajitetee, basi upande wa utetezi na sisi tutaweza kufanya mazoezi yetu ya kisheria ya kuangalia kwa namna ushahidi walioutoa, tuwepo na mashahidi wa utetezi wangapi, tuwepo na mashahidi wa utetezi 41, tuwepo na mashahidi wa utetezi 100, 200. Ni jambo ambalo tutalisema wakati huo ukifika. Hatuwezi kutanguliza wanasema hatuwezi
tukatanguliza mkokoteni mbele, alafu punda awe nyuma, tutegemee punda akavuta mkokoteni kuelekea mbele. Kwa hiyo tukifikia hiyo hatua tutasema upande wa utetezi tunao mashahidi wangapi. Labda umetaja hapa kwamba washtakiwa ni kama 21, lakini katika makosa 10 mmoja tu ndo ana kosa la kumshambulia askari. Labda katika hiyo waleta maombi wametaja ni kinyume na vifungu gani? Kwa mfano hili kumshambulia askari na unyang'anyi wa kutumia silaha pamoja na uchomaji wa majengo, wametaja ni kinyume na kifungu gani cha sheria? Yes, kosa la kushambulia, kwanza anayesema aliyeshambuliwa ni askari anaitwa G5104 Zawadi John Mwaikono ndio aliyeshambuliwa, na kosa hilo la shambulizi kwa mujibu wa hati ya mashtaka wanasema ni kinyume cha kifungu cha 225 cha kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanywa hiyo mwaka 2023. Na haya makosa ya kuchoma kama tunavyofahamu kwenye makosa mengi ambayo wameandika huku ya majengo mbalimbali yaliyochomwa ni kinyume cha kifungu cha 319 kifungu kidogo a cha kanuni ya adhabu na yenyewe kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Na makosa mengine kama tulivyosema, makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha na makosa ya maandamano kama ambavyo yapo kwenye hati ya mashtaka na yenyewe pia. Labda kwa upande mwingine tungependa kufahamu haki za watuhumiwa ndani ya gereza, maana kumekuwa na malalamiko mengi. Tunaona kwenye kesi za kisiasa za namna hii kumekuwa na kunyima baadhi ya haki wanapokuwa kule rumande. Katika hilo, kwa upande wa washtakiwa ambao ninyi mnawatetea, kuna malalamiko yoyote? Ya tarehe 3 mwezi huu wa 3 kesi hii wakati imekuja kuendelea kusikilizwa, sisi kama jopo la mawakili wa utetezi, jambo hilo limezungumzwa mahakamani na aliyeliaddress mahakama alikuwa ni wakili Senior Dickson Matata. Kama mnavyofahamu na tumekuwa tukisema kwamba kwenye kesi hii inayowakabili au washtakiwa 21 wako washtakiwa ambao wana chini ya umri wa miaka 18. Sasa kwa mujibu wa sheria ya mtoto na sheria zetu sisi za magereza, mtu mwenye umri chini ya miaka 18 hapaswi kuishwa na wafungwa au mahabusu wengine ambao wamezidi miaka 18, na hiyo ni kwa ajili ya kulinda maslahi yake. Sheria ya mtoto, tuna kanuni kubwa ya sheria ya mtoto huwa inaitwa ni jambo lote unalolifanya ni lazima uwaze hiyo best interest of the child, maslahi mapana ya mtoto. Sasa kumchanganya mtoto na mtu ambaye amezidi umri wa miaka 18 kimaadili na kisaikolojia linaweza likatokea jambo lolote. Sasa jambo hilo tuliweza kuliaddress mahakama ilisema imelipokea jambo hilo, na kama kuna jambo lolote linaendelea ambalo halihusiani na kutenganishwa, mahakama ilisema kulifanyia kazi na iliwaelekeza magereza kwamba kama watoto wanapaswa kuwepo kwenye eneo ambalo wanapaswa kuwepo. Cha mwisho kwenye eneo hilo, sisi mawakili, miongoni mwa jukumu letu ni pia kuhakikisha maslahi ya wateja wetu wawapo mahakamani au wawepo kwenye haya maeneo yanayotoka kwa magereza. Kwa muda wote tutakapojua kuna haki yoyote washtakiwa ambao ni wateja wetu, tunapaswa kuiaddress au kuipigania. Ni jukumu letu sisi kama mawakili na tutaifanya kazi hiyo siku zote. Kabusho, kwa upande wenu, kama kuna jambo lolote ambalo mna ziada, sisi kimsingi tutaendelea kutimiza tu wajibu wetu kama mawakili, na kiachana na majibu yetu kama wakili, mimi nikizungumza kama mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa, tunaendelea kuwashukuru wakazi wa Bunda kwa sababu miongoni mwa kanuni ya msingi ya haki ni kwamba haki ni lazima sio tu itendeke, inapaswa kuonekanika ikitendeka. Kwa hiyo tunafurahi na tunaendelea kuwahimiza watu wote ambao wanahisi wanaweza wakafika mahakamani kuja kushuhudia kuona ni kwa namna gani haki itaonekanika ikitendeka, basi wasiache kulifanya zoezi hilo, wasiache kuendelea kutimiza wajibu huo wa kuendelea kushuhudia kufika mahakamani, ili tuone jambo hili au mashtaka haya mwisho wake ni upi, na kila mtu aone namna haki itakapokuwa inatendeka kwa kweli. Asante. Sijema jina lako? Naitwa Deogratius Mahinyira.